Yes, kwenye mastori ndiyo sehemu ambayo unaweza ukapata stori zote za kimichezo na sio kwingine, ni VOC Media. Na leo tunaenda kuangazia tena kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uingereza. Wengine huita timu ya taifa ya England. Hao ni wakali wa mambo, wataalamu wa Kiingereza. Kwenye kikosi cha mwalimu Michael Tuchel, wengine humuita Michael Tuchel, whatever utakavyomuita au utakavyoamua wewe kumuita. Huyu ni mwalimu wa kikosi kazi cha timu ya taifa ya England. Naye ametoa bango lake kama sio ufagio kwa baadhi ya wachezaji ambao wanaamini huenda wasiwe na mchango mkubwa kwenye kikosi chake kuelekea kwenye michuano ya kombe la dunia. Na miongoni mwa jina la kwanza ni Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold ni mchezaji wa zamani wa Liverpool, lakini kwa sasa ni mchezaji wa Real Madrid, mabingwa mara nyingi wa michuano ya UEFA Champions League, kama kuweka sawa na kuweka nukta sawa kuhusiana na historia ya mabingwa hao na kuwapa heshima zao. Lakini jina lingine ni la Luke Shaw. Luke Shaw ni mzaliwa wa tarehe 12 ya mwezi Julai ya mwaka 1995, umri wa miaka 30 mpaka sasa, akiwa anakitumikia kikosi cha Manchester United, na siku za karibuni alifunga goli kwenye mchezo dhidi ya Nottingham Forest pale ligi ya EPL nchini England. Naye kaachwa, na stori kubwa ni kwamba huyu ni mchezaji ambaye ameitumikia timu ya taifa kwa muda mrefu na amefanya mambo makubwa sana kwenye timu ya taifa ya Uingereza. Why kaachwa? Hayo ni maswali na majibu alionayo mwalimu Thomas Tuchel katika kuelekea michuano ya kombe la dunia. Jina jingine ni la mchezaji wa timu ya Nottingham Forest, Gibson White. Huyu ni mchezaji ambaye amekuwa akifanya vizuri kwenye kikosi cha Nottingham Forest na ni miongoni mwa washambuliaji bora sana. Amekuwa anatoa zile namba sahihi za wachezaji ambao wanatakiwa wafanye ndani ya uwanja, na amekuwa akifanya hivyo. Mwite Morgan Gibson White, miongoni mwa washambuliaji bora sana. Jina jingine ni jina la mchezaji mkongwe na maarufu sana duniani. Huyu ni Harry Maguire. Ukisikia jina la Maguire lina uvumi mkubwa sana, hususan nchini Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya bara la Afrika, kwa sababu tu ni miongoni mwa wachezaji ambao walipata uvumi mkubwa katika baadhi ya matukio makubwa na alitrend sana, hususan kwenye mtandao wa TikTok kwa sababu ya baadhi ya makosa ambayo alikuwa anayafanya ndani ya uwanja. Lakini msimu huu tunaozungumza na wewe, kwenye kikosi cha mwalimu Michael Carrick wa kikosi cha Manchester United, ni mchezaji ambaye ni muhimili mkubwa sana na amefanya kazi kubwa sana katika kuisaidia Manchester United kuwa bora mpaka sasa hivi tunavyoiona. Naye kaachwa kwenye kikosi cha mwalimu Michael Tuchel, kwenye kikosi ambacho kitaenda kuchuana vikali kwenye michuano ya kombe la dunia ambayo inatarajia kuanza mwezi wa 6. Jina lingine ni la Dominic Solanke. Huyu ni mshambuliaji wa kikosi kazi cha Tottenham Hotspur ambaye pia alishawahi kucheza baadhi ya timu kadhaa. Solanke ni miongoni mwa washambuliaji bora sana na ni wazuri pia. Alikuwa anafanya kazi kubwa pamoja na Richarlison. Yaani kwa msimu huu ina maana washambuliaji wa kikosi kazi cha Tottenham Hotspur hatupo nao tena kwenye michuano ya kombe la dunia. Kule mwalimu Carlo Ancelotti kashafagia jina la Richarlison, lakini huku tunaona kufagiliwa kwa jina la Dominic Solanke. Jina jingine ni la Gerard Batshuayi. Huyu ni miongoni mwa wachezaji bora sana na ni wazuri pia, lakini mwalimu Michael Tuchel kaamua kuwatumia wachezaji wengine ambao anaamini watamfikisha yeye anapotaka. Jina jingine ni la mchezaji ambaye sasa huyu watu wengi wameuliza sana. Mwite Gallagher, mchezaji wa zamani wa Chelsea, kwa sasa anaitumikia kikosi cha Atletico de Madrid ya pale nchini Hispania. Ni miongoni mwa watu bora sana na yeye hajahusishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya England. Jina jingine ni la winga ambaye amekuwa mara nyingi anatokea sabu. Ubora wa kucheza nafasi 3 ndani ya uwanja na zaidi ya 3 pale tu mwalimu Pep Guardiola anapoamua kumtumia. Huyu ni Phil Foden, raia wa Uingereza kama ilivyoelezwa hapo. Naye hatakuwepo kwenye sehemu ya kikosi ambacho kitaenda kushiriki michuano ya kombe la dunia, kwani mwalimu Michael Tuchel labda aje amue uamuzi mwingine wa kumrejesha kwenye kikosi, lakini pia naye kamtaja kama miongoni mwa wachezaji ambao hatakuwa nao. Lakini jina jingine ni la kijana, wengi hupenda kumtafsiri kama kijana ambaye huwa anajikunyata baridi. Mwite Cole Palmer, fundi wa mpira kutoka kwenye kikosi cha Chelsea. Chelsea wanaenda kuwakosa wachezaji takriban 4 ambao walikuwa bora na wamefanya vizuri, na miongoni mwa wachezaji wengine bora ni Cole Palmer.
Msimu ambao Chelsea wamechukua ubingwa wa kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu, huyu ndiye mchezaji bora wa Chelsea kwa muda huo, na alifanya vizuri sana mwaka 2025 2024. Ile 2025 2026 aliingia kwenye majeraha kadha wa kadha, lakini pia aliporejea alifanya vizuri, na hadi sasa anafanya vizuri kwenye kikosi cha Chelsea. Cole Palmer naye hayumo kwenye kikosi cha mwalimu Michel Tuchel, kwenye kikosi ambacho kitaenda kushiriki kwenye michuano ya kombe la dunia, labda endapo mwalimu ataamua kufanya uamuzi mwingine ambao wengi labda tutakuja kuona kama sehemu ya kile ambacho atakuwa anakifikiria. Lakini jina jingine ni la mchezaji ambaye mimi huwa na mhusudu miongoni mwa midfield bora sana ulimwenguni, ambaye kwa sasa anachipukia. Mwite Adam Wharton. Huyu ni mchezaji anakipiga kwenye kikosi cha Crystal Palace, midfield ambayo inatumia mguu wa kushoto, mgawaji bora sana wa pasi nyingi kwenye maeneo ya uwanja. Naye hayumo kwenye kikosi ambacho kitaenda kushiriki kombe la dunia, kikosi cha England. Maswali na majibu yatajieleza wazi. Wachezaji alioacha mwalimu wa kikosi cha England, je, watakuwa na pengo gani, ama atakuwa amekosea kwa kiasi gani kuacha wachezaji hao? Wapo wengi sana ambao wameachwa, lakini hayo ndio majina ambayo yamenifanya niketi utuo na tuketi utuo watu wa mastori wa VOC Media kwenda kuyaangalia, kwa sababu ni majina makubwa barani Ulaya, lakini ni majina makubwa ulimwenguni kote. Mimi ni Potembo, unaweza kuniita hivyo. Tukutane kwenye hizo story nyingine ambazo zitakuwa zinaendelea za kimichezo. Zaidi sana usisahau tu kusubscribe, lakini pia comment na kushare.